Mimi najaribu kuonyesha hela inapatikanaje. Kwa hiyo usije ukakaa wengine napiga maombi sana, baba naomba hela. Mwisho wa siku unabaki unazurura kwenye mzunguko wa umaskini. Wanadamu hawahitaji fedha. Yaani hata wewe hapo mwenyewe uhitaji hela. Technically, you don't need money. Unahitaji vitu. Mnanielewa? Lakini huwezi kuvi-access mpaka uwe na nini? Na fedha. Kwa nini? Kwa sababu tunahitaji kubadilishana thamani. Kwa sababu hiyo hauwezi kupata hela kama hauna kitu cha kuitoa kwa mtu mwingine kwenda kwako. Na hapo ndipo tunaanza kuchanganikiwa sasa katika kupata hela. Lakini ili uweze kupata hivi vitu au fedha ni either ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Kati ya vitu ambavyo vinawasumbua wafanyabiashara hasa wadogo na wakati au ambao wengine hawako kwenye mfumo rasmi ni kushindwa kutofautisha kati ya hela yake na hela ya biashara. Mfanyabiashara hatengenezaji bidhaa. Yeye ananunua bidhaa kutoka kwa waliotengeneza, na hao wanaotengeneza wanaitwa wajasiriamali, entrepreneurs. Entrepreneur kazi yake ni kubuni, kufikiri na kuleta bidhaa ambayo inahitajika kwenye jamii kwa ajili ya kutatua matatizo ya watu ili wamlipe. Wanadamu wana mahitaji ya kila siku ili waweze kuishi, na kwa sababu ya miaka hiyo kulikuwepo hakuna fedha kama hizi. Kwa hiyo walikuwa wakibadilishana vitu, una chumvi na mwenzio ana nyama. Kama mtakuwa mnahitaji hizo bidhaa kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine, mnaweza mkabadilishana. Lakini mfumo huo ulifeli kwa sababu ya double coincidence of needs. Kwa Kiswahili ni kama vile wote mnahitaji kitu kile kile alafu hamwezi kubadilishana. Lakini issue nyingine ilikuwa swala la kugawanyika. Mtu anahitaji nyama lakini ng'ombe mzima au mbuzi ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo baada ya kupata changamoto hizo ikabidi watahamie kwenye mfumo mwingine kama miaka 2000 hadi miaka 1000 kabla ya Kristo. Zamani miaka ilikuwa inatoka mingi kuja midogo. Na hapo walianzisha vitu vinaitwa commodity money ili kuweza kutatua changamoto hizo za mgawanyiko na double coincidence of needs. Na hapa walianzisha vitu kama chumvi, nafaka na ngozi za wanyama ili at least hivyo vitumike kama kielelezo cha kuweza kupata bidhaa aina yoyote. Yaani ukiwa na chumvi basi unaweza ukapewa maharage, mahindi, whatever na vitu kama hivyo. Lakini baadaye pia biashara ilipopanuka na mambo na wanadamu wakaongezeka, mfumo huo pili ukafeli. Miaka ya 600 kabla ya Kristo ikaanzishwa sarafu ya chuma. Sarafu ya chuma kama fedha, dhahabu, shaba. Na fedha hii, kusema fedha maana yake silver. Sio pesa. Fedha. Silver. Na mwaka kama wa 618 hadi 907 baada ya Kristo, China nadhani walianzisha mfumo wa receipt. Kwa sababu hizi fedha, hizi chuma zilikuwa nzito, kwa hiyo merchants wale walikuwa wanafanya biashara wanataka bidhaa kubwa, ilikuwa ni mzigo kulibeba, ilikuwa ni shida. Kwa hiyo ikabidi wawe wanaandika receipt ya idadi ya sarafu alizonazo, wakiziweka sehemu maalum za serikali kama vile deposit areas. Kwa hiyo akawa anaandika receipt kwa kitabu bidhaa, unampa kile kikaratasi, alafu anasema nina bidhaa yangu na sarafu fulani hivi, utaenda uchukue pale na kikaratasi. Huo mfumo nadhani ulipendwa sana kwa karne ya 19 kwenye at least civilized society, kwenye jamii ambayo imerevuka kidogo, wakaanzisha sasa mfumo unaitwa gold standard. Ili angalau ukiwa na fedha unaweza sasa ukaridimu na dhahabu. Yaani kwamba ukiwa na shilingi 200,000 basi benki kuu inakuwa inakuahidi ya kwamba utakapohitaji hela yako utakuja benki kuu utakupa dhahabu ya thamani ya shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Yes. Kwa hiyo mfumo huo uliuawa mwaka 1971 na rais wa Marekani anaitwa Richard Nixon. Maana yake ni kwamba akaondoa mfumo wa kusema ukiwa na hela 600,000 au 200,000 hatujakuahidi chochote benki kuu. Kwa hiyo ni karatasi ambayo imehalalishwa, inaitwa fiat currency. Kwa hiyo wakaamua kupitisha uwezo wa kuprint karatasi na kuipa thamani, alafu baadaye watu wanaweza kubadilishana bidhaa kwa kutumia karatasi hiyo, na ndio mfumo ambao tunaotumia wa fedha mpaka leo.
Story imeeleweka eh? Tumeelewa hiyo story. Sasa kwenye story hii wanadamu hawahitaji fedha. Yaani hata wewe hapo mwenyewe uhitaji hela. Technically, you don't need money. Unahitaji vitu. Mnanielewa? Lakini huwezi kuvi-access mpaka uwe na nini? Na fedha. Kwa nini? Kwa sababu tunahitaji kubadilishana thamani. Kwa hiyo fedha, walitengeneza hizi fedha ili kuweza kufanya vitu vikubwa viwili. Moja, kuhamisha thamani kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine, nyingine at least kutunza thamani. Na hapa ndipo watu wengi sasa wanakosa kuelewa mifumo ya fedha ilivyo. Mtu anapokuwa ameenda shule na kamaliza shule, huwa anatafuta njia yoyote afanye apate hela. Lakini ukweli ni kwamba watu ambao unataka wakupe hela wanahitaji uwape vitu viwili: huduma au bidhaa. Sasa katika kupata huduma au bidhaa, ukishazipata hizo huduma au bidhaa, ndipo unaweza kupata hela. Ndio maana hela yako kiisoma shilingi 10,000 imeandikwaje? Fedha halali kwa malipo ya shilingi 10,000. Fedha, ile neno fedha maana yake silver. Kwa hiyo walichukua ule muundo wa kipindi cha nyuma miaka hiyo kwamba tunakuahidi ya kwamba hii 10,000 kuna silver, kuna gold tumewekea, lakini hiyo ilifutwa. Kwa hiyo ikabaki karatasi, sio kuahidi chochote. Ndio maana ikaandikwa fedha nini? Halali. Kwa hiyo ikahalalishwa. Kwa sababu hiyo hauwezi kupata hela kama hauna kitu cha kuitoa kwa mtu mwingine kwenda kwako. Maana yake hicho kitu ni nini? Ni aidha huduma au bidhaa. Kwa hiyo wanadamu wanahitaji bidhaa. Ni sasa sana mtu wewe unahitaji, unajua hapa kuna watu wengi hatuna nyumba. Sasa nikakuletea ramani, ukachagua nyumba. Nikamwambia nyumba $200,000. Kasema naipenda sana. Nikamwambia chagua mawili. Nikupe hii nyumba au nikupe $200,000? Utachagua nini? Kuna watu watachagua hela. Kwa sababu wana mawazo ya kuzitafuna. Na kile kitu cha wanachokitaka hawatakinunua tena. Na hapo ndipo tunaanza kuchanganikiwa sasa katika kupata hela. Kwa sababu fedha ukishaipata inakupa access ya kupata vitu vingine. Kwa kama huna misimamo, ukipata hela inaweza kukusababisha ufanye na vitu vingine afu unashtuka ulichokuwa umepanga kufanya hujakifanya. Mwisho wa siku unabaki unazurura kwenye mzunguko wa umaskini. Kwa hiyo ili uweze kupata fedha unahitaji, nimesema, huduma au bidhaa ili watu wakurushie hela. Wakupe 10,000, 20, 200,000, 50,000. Lakini ili uweze kupata hivi vitu au fedha ni either uvitengeneze wewe mwenyewe au uwe mfanyabiashara. Mfanyabiashara hatengenezaji bidhaa. Yeye ananunua bidhaa kutoka kwa waliotengeneza, na hao wanaotengeneza wanaitwa wajasiriamali, entrepreneurs. Entrepreneur kazi yake ni kubuni, kufikiri na kuleta bidhaa ambayo inahitajika kwenye jamii kwa ajili ya kutatua matatizo ya watu ili wamlipe. Kama haujafanya hivyo, maana yake itabidi ukanunue bidhaa kwa mtu ambaye anaitwa mjasiriamali ili aweze kukupa na wewe umuuzie mtu mwingine kwa kuongeza bei kidogo. Hapo ndipo sasa swala la biashara inaanzia na kanuni za biashara hizo watafundisha kina Kevin. Mimi najaribu kuonyesha hela inapatikanaje. Kwa hiyo usije ukakaa wengine wapiga maombi sana, baba naomba hela. Watu wanahitaji bidhaa na nini? Na huduma. Hauna bidhaa na huduma, hautakaa upate pesa. Sasa kwa sababu sina muda wa kutosha, ningeelezea hiyo jinsi gani unaweza ukapata bidhaa na huduma kutoka ndani yako wewe mwenyewe, sio nje yako. Niambiwa pia nizungumzie kuhusu usimamizi wa fedha. Kwa wale ambao tunafanya biashara, tatizo ni kubwa, ni moja tu. Nadhani hata atakayefundisha biashara atazungumza, na bakiza dakika moja. Watu wengi ambao ni wajasiriamali, mmekuja hapa ni karibia 70% hivi mnafanya biashara. Kati ya vitu ambavyo vinawasumbua wafanya biashara, hasa wadogo na wakati au ambao wengine hawako kwenye mfumo rasmi, ni kushindwa kutofautisha kati ya hela yake na hela ya biashara. Yaani yeye anakuwa ndo biashara. Unakuwa na biashara, unauza, ukishauza, ukipiga profit, unashangilia, unasema da, biashara yangu inaenda vizuri. Ukipata hasara unaitukana biashara. Biashara imenitia hasara. Lakini kwenye kula wewe ndo unafanya. Unakula. Kwa
Kwa kama unataka kufanikiwa kwenye fedha, cha kwanza inabidi ujitenge na hela za biashara yako. Kama mtaji wako ni 200,000 na ulitoa sehemu ukaweka kwenye biashara yako, hakisha biashara yako ikizaa 200,000 yako itoe, irudishe ulikoitoa, alafu uwe mfanyakazi namba 1 kwenye biashara yako. Nashukuru, nimemaliza dakika 10 ambazo nimepewa. Kama utahitaji maelezo mengi, kuna vitabu hapa utajifunza. Asante. Asante. Anaitwa Engineer Kabenda. Ongeza makofi mengi kwa ajili yake. Kuna pia umejaa. Mimi naitwa Neema Kaniki. Tafuta elimu ya fedha ikusaidie. Soma. Jambo zuri sana unapokutana vijana wa umri wenu kupeana elimu kama hizi. Kama kawaida. Basi mwanawande tukiwa hapa mbele. Usinichote nikikuchote sema aro. Mimi najaribu kuonyesha hela inapatikana. You also need to pay yourself. Sio unapata pesa unaanza kukumbuka watu wangapi wanadai vikoba basi marejesho utakufa. Basi mimi sina mengi ya kuzungumza zaidi ya kusema Mungu awabariki sana. Halo, malaki mama mboga matunda. Hiki kumbuka kingwenu. Halo, nawapenda. Mimi ni washukuru sana. Na nafurahi kuona kwamba mmetikia wito. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.